ask you something. Do you know what a lie is? A lie? Yeah. What is it? It's when you don't tell the truth and you do something bad. And what happens when you tell a lie? You get in trouble. Huyu ni mtoto wa miaka 5 Patrick Morrisey. Masaa 5 kabla hii video haijarekodiwa, alikuwa nyumbani mahali ambapo anapoishi na wazazi wake wa kumlea, Kay pamoja na Joe Morrisey. Patrick alikuwa amelala kwa chumba, amefunga macho, lakini bado alikuwa hajapata usingizi. Usiku huo Patrick alikuja kuona vitu ambavyo alikuwa hastahili kabisa kuweza kuviona. I know earlier you said you knew something about some robbers or something. Tarehe 5 mwezi wa 4 2010, familia ya Morrisey iliweza kukutanana na uvamizi mkubwa tena wa hatari ambao uliweza kumuua Joe Morrisey, baba yake Patrick Morrisey. Patrick aliweza kushuhudia uvamizi mbaya tena hatari zaidi, kusemekana kwamba kwa kipindi hicho ikaweza kurekodiwa kuwa ni uvamizi hatari katika state ya Florida. Alikuja kuwa msaada mkubwa ambaye aliweza kumsaidia mama yake ili mama yake asiweze kufariki. So please, ikaa na mimi tuweze kuitazama, tuweze kuelewa hii story ikoje na endeleaje, na pia usisahau kusubscribe, like, comment na kunifollow. Ni ndani ya city ya Plantation huko Florida. Tarehe 5 mwezi wa 4 2010, kunakuja kutokea tukio hatari, uvamizi hatari tena zaidi kwa familia ambayo ilikuwa ni upper middle class, ambayo ilikuwa ni familia ya Morrisey. Saa 4 ya usiku, Joe Morrisey ambaye ndio baba wa hiyo familia alikuwa anakaa mwake mnyumba living room, alikuwa anaangalia TV. Mke wake Kay Morrisey alikuwa yuko anafanya usafi kwa chumba ambalo ilikuwa ni chumba karibu, yani living room, then chumba ilikuwa hapo tu karibu, zina share mlango, right? So mke wake alikuwa anafanya usafi mmoja. Patrick Morrisey ambaye alikuwa ni mtoto wao wa miaka 5, mtoto wao wa kumlea, so mtoto wao kumzaa, mtoto wao kumlea wa miaka 5, alikuwa amesha kwenda kulala kwa chumba kikubwa, nasema ni master's bedroom, like master bedroom. Ndio alikwenda kulala kule, right? Lakini kutakuja kutokea tukio hapo ambao itakwenda kumlamusha yule Patrick ambaye alikuwa ameshalala kule kwa chumba. Please contact me, help you. We're calling a dispatch on a residential fire alarm. The resident's last name? Morrisey, M-O-R. Masaa mawili baadaye, yani ilikuwa kama saa 6 hivi inaelekea saa 7 ya usiku, right? Mtoto wa kike wa Morrisey family ambaye alikuwa anaitwa Christina alikuwa anaishi dakika 10 na mahali ambapo wazazi wake walikuwa anaishi. Akapigiwa simu hiyo saa 7 ya usiku, kabisa phone na ring. I was about to not answer it and something told me to pick up the phone. Na mtu ambaye alikuwa anampigia simu kwa hiyo muda ilikuwa ni mama yake mzazi kwa ngambo ya pili sasa huko. Ila vitu ambavyo mama yake alikuwa akiongea vilikuwa visikiliki kwa sana, kwa sababu kulikuwa kumeshakuwa fujo, polisi, siren za polisi zilikuwa zinalia. She was just like, you have to come here, you have to get here right now. Ikambidi aamuke kabisa kwa haraka na anza safari kwenda kwao. Ilikuwa ni dakika 10, sio mbali sana. Na muda ambao anafika pale kwao, akutana magari zinayala, polisi wanayala, hakuna njia zimefungiwa. Ila ikambidi asukume ajitafutishe ila aende kuonana na mama yake mzazi. Wakati ambao anafika na mkutana mama yake mzazi, kweli amejaa damu na yala kwa nguo yote ambayo mama yake alikuwa anavaa kwa ile siku, right? Sasa mama yake kumuona, mama yake akamwambia tu ni kitu kimoja. Amekufa, right? Na Christina yeye kwa kile yake akafikiria maybe wavamizi ambao walikuja kuivamia kwao ndio ambao waliweza kukufia nyumbani kwao. I thought she was talking about the people who had gotten to the house. And I said, it's okay, they'll find them. And she goes, no, Joe is gone. They killed him. Na Patrick yeye alikuwa ameshachukuliwa na majirani hapo, ndio alikuwa ameshachukuliwa na kuweza kupelekwa kwa majirani hapo hivyo. Polisi wakachukua Kay Morrisey pamoja na Patrick Morrisey ili kwenda kuweza kuwahoji. You guys been married for how long? 13 years, I'm gonna be 14 this year. Wakati ambao Kay Morrisey iko anahojiwa, Patrick alikuwa kwa room nyingine tofauti pale. Alikuwa anasubiria kama kutatokea mtu mwingine atakuja kuweza kumhoji, right? It's easier to start with what happened from the beginning last night. I was in my craft room and the TV was on and I heard a noise like something fall down. I look up, I saw him.
wakakuja nao kuweza kumhoji Patrick, na nia kubwa ya kumhoji Patrick ni kuweza tu kuangalia kama Patrick anaweza akasema nini, ili waweze kulinganisha na vitu ambavyo Kay Morrissey aliweza kusema na vitu ambavyo Patrick atasema, ili wajue kweli kama huyu Kay Morrissey ambaye ni mama yake na Patrick hakuwa anadanganya. All right, Patrick. Let me ask you something. All right? Yeah. Do you know what a lie is? A lie? Yeah. What is it? It's when you don't tell the truth and you do something bad. And what happens when you tell a lie? You get in trouble. I know earlier you said you knew something about some robbers or something. Yeah. What, like what happened? Robert attacked our house and my dad died. Did you see? Were you awake when this happened, or were you sleeping? Sleeping. You- But I woke up myself. Oh yeah, and when you And he put a gun on my mom and dad's head. Tarehe 6 mwezi wa 4, right? Yani ilikuwa ni kabla hata masaa 24 haijatokea wakati ile tukio linatokea, right? Randy Tendido ni baba wa miaka 43. Alikuwa yuko kwake kwa nyumba zake, anatazama TV. Yule baba yuko na watoto wawili, right? So alikuwa yuko nyumba, yuko busy anaangalia TV. Mara ghafla mlangoni paka gonga. Fungua mlango, akutana na Detective Kendo. Huyu Detective Kendo ndo ule polisi ambaye alikuwa akioji Patrick pamoja na Kay Morrissey. The guy that is renting the townhouse is suing us because he said he slept on the stairs. Mtu ambaye Detective Kendo aliweza kukutana naye wakati anafungula mlango, ule mzee alikuwa haonekani kabisa kama mtu mwenye anaweza akafanya tukio lolote, kwa sababu mzee alikuwa anaonekana mgonjwa, na wale mgonjwa kusema na vala kwa zile oxygen mask, kwa mnabana mapitisha kwa mapua, yaani mzee alikuwa mgonjwa, alafu tena alikuwa atembea na miguu, alikuwa anatembelea hizi wheelchair, vitu kama vile. Kwa hiyo kwa kumwangalia tu hivyo mwenyewe utasema huyo hapa, huyo hawezi kuwa anafanya chochote, kwa sababu kulikuwa hakuna ingine mwongozo ambayo ingeliweza kuwasaidia polisi ili kuweza kuwafikisha kwa muuaji mwingine tofauti. Ikabidi Detective Kendo aweze anaendelea kurely kwa zile habari ambayo aliweza kupewa na Kay Morrissey, kusema kwamba wanamshakia ni Randy Tendido, right? So ikabidi waweze kumuita Randy Tendido na kuweza kumhoji. Have you ever had any dealings with Mr. Morrissey other than being a tenant? Yeah, well, right now I'm suing him because I fell down the stairs in the house because of lack of repairs. He stopped talking to me because of the lawsuit. When I met him, he seemed like a gentleman. What time did you come home last night? I was home most of the night. Did you call anybody? Actually, my son called me. He needed money, but I won't help him. Which son? Randy Jr. First off, he's wanted by the law. Secondly, he's a crack addict. Randy Tendido alimtaja mtoto wake kusema kwamba ile siku ambayo ile tukio ya kuua inatoka kama 5 April, mtoto wake aliweza kumpigia simu, wakaongea vitu tofauti kabisa. Kwa hiyo mzee alikuwa anataka kusema yeye hausiki, unaona. Na ule mtoto wake wa kwanza jina lake lilikuwa ni Randy Tendido Jr. So ile kusema umepata mtoto wako wa kwanza, maybe ni mwanaume, so nafikiri unampatia majina zako zote, unaona. That's how kwa mzee na ilikuwa vile. Kwa hiyo huyu mtoto wake wa kwanza tutakuwa tunamuita Randy Jr. na huyu baba kuanzia sasa tutakuwa tunamuita Randy Senior, ili kuweza kutia utofauti, tusije tukakutana tumevurugika kupitia majina ya watu. Yaani ilikuwa pia kulikuwa na matatizo yeye pekee. So polisi kabidi waweze kumuulizia Randy Senior kusema kwamba huyu mtoto wako tutampata wapi. Polisi ikabidi iweze kumuita Randy Jr. na kuweza kumhoji. I don't have no connection with this murder. I don't know who did it. I want to clear my name because I did not commit this murder. Familia ya Joe Morrissey ambaye ndio yule mzee mwenyewe alikufa, ilikuwa iko na problemi kidogo na huyu Randy Senior. So huyu Randy Senior alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaaminika kabisa na familia ya Morrissey kusema kwamba yeye ndio aliweza kumuua, right? So wakati ambao huyu Kay Morrissey, mke wa yule jamaa ambaye alikufa, wakati alimtaja tu Randy Senior, alafu Randy Senior na akamtaja Randy Jr. So hiyo ndio ilikuwa reason kubwa ambayo iliweza kuhusisha kuweza kuunganisha mpaka ule Randy Jr. kuweza kuja kuhojiwa na polisi. Lakini sio kwamba polisi walikuwa iko na reason ya kuweza kumuita, hapana. So akamuelewesha jamaa kusema kwamba hatuna reason, yani hatuna hata chanzo ya kuweza kukamata wewe, but tunakuelewesha
kwa nini wewe mwenyewe tunafikia mpaka kwa kuoji? I did call my dad. You know, he's been a good father. Like, he tries to direct me the right way and I go the wrong way, you know. He's really a good man. He's a very hard worker. He's a stand-up guy. And he would never do nothing like this. Honestly, I think you may be involved in it. Okay. That's why we've gotta clear the air. And I understand. You know what I mean? Well, then we definitely gotta clear that. Yeah. The person of interest in the case of the professor killed is still in police custody tonight. Thunderdor's father had little to say outside his shop. He's my son. I love him to death, and I'm going to support him to the end. Polisi wakajikutana wako na mtuhumiwa mmoja tu, unaona, lakini tena walikuwa hawana uwezo hata wa kwenda kumkamata ule mtuhumiwa kwa sababu proof za kutosha hawana. Na tatizo lilikuwa ni kwamba dimo siku inaenda, dimo basi masaa zilikuwa ziko naenda natembea, na ndio gisi ile kesi ilikuwa inazidi kuwa ngumu kuweza kuendeleza, ama ilikuwa inazidi kuwa ngumu hata kuweza kumpata mtuhumiwa ambaye aliweza kufanya hayo mauaji. Tarehe 14 huyo mwezi wa 4, kama siku 10 baadaye kabisa tangia ule mzee amekufa, ikabidi familia iweze kufanya mazishi. Wakaenda wakamzika, walimzika na ile ibada ama misa walifanyizia kwa kanisa Katoliki ambayo inaitwa ni Saint ama Mtakatifu Gregory Great, jina kama ile, right? Ikabidi waweze kumzika ule mzee. Muda mchache baadaye, after mazishi na vingine, polisi wakapokea simu. Ilikuwa ni simu muhimu sana. Yaani hiyo simu ndio ilikuja kugeuza na kuweza kufungua kesi nzima. Hiyo simu ilitoka kwa Sean Thunderdor, mtoto wa pili wa mzee Randy Thunderdor. I appreciate you calling us like that. You understand you're not under arrest, you're here on your own free will. Unless you said that you know your brother, you know he's a lot of things, but you know he's not capable of murder. You said that you had some knowledge of... Basically, I'm gonna tell you straight up. My dad did it. Yeye kusema hivyo, kabidi polisi kwanza waikale mzuri. Kwanza kumsikiliza. Wewe, yani, unaongeaje hivyo kwa kujiamini kusema babako ndo? That morning, Randy, my brother, turned on the news, and first thing when I turned on murder and plantation, early this morning, women, whatever. Brother gets up and he walks to the back porch and starts smoking a cigarette. And I don't know, family, you get instincts. You're not stupid. You know your family. You know what I'm saying? So I walked out in the back and I said, bro, tell me you had nothing to do with that. And he says, go talk to Dad. So I walked upstairs and said, "Pa, so you seen the news?" He said, "You need to shut up." He said, "I'll kill you if I have to." I knew. Right when I saw that headline on that news, I knew it was them. So I asked my dad. I said, "What happened?" And his words were, "A dead man can't evict me." Kaka mwenyewe tushamuita hapa, aishabisha kusema kwamba babake ni mtu mzuri aweza kufanya hivyo. Sasa wewe jua nini? Unaamua kabisa uweze kusema vipi? Jamaa kawaambia tena, he's gonna do anything and everything he has to do to make sure my father is there because he loves him. So kabidi polisi sasa waweze kumuuliza, sasa wewe tutakuaminia aje? What if I can get my father on tape stating that he killed the guy? Give me 2 hours with him. I'll find anything you want. Polisi wakaona hii ni idea mzuri kuweza kupata ushahidi tosha. Wakampatia device, recording device kidogo, wakaiweka kwenye fungulo ya gari ya yule jamaa. Ile usiku jamaa kamata akaenda kwa nyumba, akapaki gari, akaingia mnyumba ndani, mkono kwa mfuko. Akaenda kufuata mzee kuchumba. Kisha akaplay huko device kishaanza record. Jana akaanza muuliza mzee maswali. Alikuwa anamuuliza maswali mnjia ya kuonesha kama kuwajali vile, kwa sababu alikuwa na uhakika kujua kwamba ni mzee wake ndio aliweza kuua. But ilikuwa tu hana ile proof ya kuleta kwa polisi. So akawa anatafuta gisa sasa kuweza kuileta. So akawa anauliza tu maswali ile ya kuweza kuwajali, kusema jua nini mzee ulifanya hivi, waone kama itaweza kukuwa problem hivi. Yaani ile maswali moja ya kinafiki hivi ili mzee kuweza kufunguka. Na kweli mzee alifunguka kila kitu. Iko namwambia kwamba mtu akishakufa hawezi kaenda kunistaki. Hawana proof za kutosha kuweza kujua kama mimi ndo niliua ama ni si ndo tuliweza kufanya hiyo kesi. So mzee akazidi kufunguka, mzee akazidi kumwanga kila kitu, ijakuwa ajui kwamba mtoto wake iko na rekodi. Mzee akaendelea kumwanga kila kitu, mwanga maneno yote. Jamaa kamaliza, akakuwa iko na proof tosha. Asubuhi yake akarudia polisi obvious. Mwendo kabisa anajisikia raha. Anapelekea polisi, anamwambia ndio hiyo mimi nimeshamaliza. Kila kitu iko sawa. Kila mzee mwanga kila kitu. Unaona? So polisi wanaenda kuweka ile recording device kwenye system, kwenye kompyuta ili kuweza kuangalia
kuweza kusikiliza maongezi ya baba na mtoto. There was a lot of background noise, whether it didn't record properly or there was some sort of obstruction in the recording. Kwa bahati mbaya wanasikia ni fuyo tu, yani maneno haisikiliki. So kwa kuendelea kuisikiliza hiyo, ikafikia sasa kipindi kenye bakaanza sasa kusikia tena maneno. Polisi kusikia tu hivyo kama kuna store straight, bakasimama bakaenda kwa ile store, kufungula store, kuingia mstore. Kwa hiyo bakutana kompyuta iko pale, na sio kompyuta tu ndio walikutana, bakutana na hizi zingine aina ya makamba hivi, na kwa inaitwa kama zip nini sijui ni jinazo. Bakutana kuna visu vidogo vile ya kuwana, bakutana kuna radio mbili tofauti zile zenye utaweza kwa kuongea na mtu iko huku hivi. So bakutana na proof nyingi sana, bakutana nyingine fasi kama kumelunguziwa kitu, unaona. So polisi wakakuwa na proof ya kutosha kabisa na uaminifu kuweza kujiaminia kusema kwamba huyu mzee kweli alihusika. Kwa hiyo usiku wakamfuata mzee kwa hiki, wakafika kwa nyumba kwa Randy Senior, wakagonga mlango kwa mara ya pili. Sasa ya hii turu walikuja kitofauti sana, right? Tunakumbuka kwa mara ya kwanza walikuja ili kuweza kumbeba mzee na kwenda kumhoji tu na wakamwacha, bali hii turu ya pili walikuja na warrant ya kuweza kumkamata. So mzee akakamatiwa, akapelekwa kabisa. So kupelekwa kule, wakapigia simu ule K Morrissey na kumwambia kwamba wahusika tumeshawakamata wote, tuko nao sasa. So kama wewe sasa utajisikia kukuya, but so lazima uweze kukuya. There for the trials, even if they told me that I really didn't have to be there, I was there. So I wasn't only standing there for Joe, I was also standing there for Patrick. I wanted to see justice. Mwezi wa 4 2012 ndo wakaanza trials. Yani miaka 2 baadaye after Joe Morrissey anakufa ndo akaenda fanya trials. So kwa hizo trials wakaleta ushahidi zote, yani kila aina ya ushahidi, ile ushahidi zote ambao waliweza kuzikutana kwenye ile store, yani wakaleta proof zote kabisa zenyewe zinakuwa zinawaaminisha watu na judge kusema kwamba huyu jamaa alihusika, ama ni huyu Randy Senior na Randy Junior ndio ambao waliweza kumuua Joe Morrissey. Na hapo ndo wakaenda kuonesha sasa ile video ama clip ama footage ambao waliweza kurekodi Patrick Morrissey miaka 2 baadaye, kuweza kumuuliza kwamba kama yeye kama mtoto wa miaka 5 ni nini ambao aliweza kuona kwa ile siku, na wakafika wakaiplay hapo. Earlier you said you knew something about some robbers or something? Yeah. Kwa ngambo ya Patrick, right, kilichotokea ilikuwa kama hivi. Yani kama saa 5 hivi na nusu ya usiku, right, Patrick aliamshwa. Yani kilichomwamusha ilikuwa ni hiyo fuyo ambayo ilikuwa inaendelea kule living room, akisikia wazazi yake bakilomba mtu ambaye yeye amjui aweze kuwasamehe familia nzima, right? So ile fuyo ndio kaweza kufanya nini, ndio kaweza kuamsha, ikaweza kumwamsha Patrick. Na Patrick alikuwa kama mtu mwenye na akili, hata kama bado ni mtoto, kwa sababu wengine watoto wakisikia hizo fuyo either ataanza lia ama atapenda aende angalie ni nini yenyewe watokea. Lakini Patrick akawakia anajificha kule kuchumba, right? And then akaona wazazi yake banakuya kule kuchumba. Sasa anaona wazazi yake wakiwa kule kuchumba, akaanza penda ashimame ili aweze kuwafuata wazazi yake, unaona. Lakini sasa ile kutaka kufanya ile step kushimama na kuwafuata, akaona kuko mtu mwingine mweko nyuma yao ashawashimamisha bunduki hivi. These little twine things on my mom and my dad, so they couldn't walk. Especially baba yake ndio ashatila bunduki hivi. So Patrick kuona vile kabidi sasa ndio kwanza ajifiche kabisa, atulie kabisa, unaona. So wazazi yake wakaletwa kule kuchumba, wakapigishwa magoti, unaona. So kupigishwa magoti, mzee ule vie Joe Morrissey akakuwa sasa yupo karibu na Patrick, na akamwambia Patrick kitu kimoja. Patrick, nakuomba please, jifanye unalala wewe, yani ubakia hivyo ujifanye kama unalala, uifanye kwa ajili ya babako, unaona.
So Patrick kabisa kusikia mzee babake anasema vile, kabidi ajifanya kabisa anabakia analala kabisa. Yaani ukishamuona hivi anzana mtoto analala ili ya kutokea visiweze kumtokea. Na hiyo maneno ambayo Joe Morrissey aliweza kumwambia Patrick, hiyo ndio ilikuwa sauti ya mwisho ambayo Patrick atasikia ya babake mu maisha yake pia. No. So ule muuaji akamchukua Joe Morrissey akaenda naye kule living room, akamwacha ule mke wa Joe Kay na Patrick akawaacha kule chumba. Kisha ukapita muda mchache, nyumba iko kimya, bakaanza sikia moto inaanza waka kitchen. Yaani kunaanza waka moto kitchen, kuna waka moto. Kay Morrissey ambaye ni mke wa Joe alikuwa ameshafungiwa, alifungiwa miguu na hizo zip, hizo makamba za kufunga. Kwa hiyo akakuwa pia vigumu hata kusimama. Ikabidi sasa aweze kumwamsha Patrick. Patrick akamwona mama yake amefungiwa miguu, right? Kwa sababu hapo kwanza Joe alikuwa ameshakufa na ule muuaji alikuwa shaenda. So Patrick akashimama, akakimbilia haraka kwenye ile craft room ya mama yake, ile room ya mama ya kushonea, ile kufanya makazi za mikono. Akakimbia mule room, akaenda akabeba scissors. Then akakuja na mkasi ama scissors, akakuja akakata ile kamba ambayo mama yake alikuwa amefungiwa miguu, na kisha hapo ndio sasa wakatoka nao nje na kupigia polisi. Mama akafika akapigia mtoto wake sasa, au akapigia polisi kisha akapigia mtoto wake sasa. Yaani ile ndio kitu ambacho kiliweza kutokea kwa ngambo ya Patrick. Kisha polisi kuweza kusikiliza hiyo ama kuweza kuangalia hiyo video pamoja na judge na watumiwa na watu wote ambao walikuwa yuko muda kuweza kutizama hiyo mahojiano ya Patrick, right? Wao wamepata, yani kama wamepata msingi na kila kitu, kujua kabisa kila kitu 100% kwamba ni familia ya Randy ndio iliweza kufanya hayo mahojiano au hayo mauaji hivi. So wakabidi sasa wampandishe Randy Jr. naye kuweza kusikia atasema nini. So Randy Jr. wakati alipanda akakubali kusema kwamba ni yeye ndio aliweza kufanya hayo. Fact that he would sit here and say that it was me and my brother who did this and planned this, I feel like that's wrong. You shouldn't do anything to hurt your kids. I think that father's job is to protect his kids, not to hurt his kids. Lakini mastermind ama mtu mwenye ile kesi yote kabisa alikuwa ni babake Randy Senior. Unaona? Na yeye akajelewesha kabisa, akakuwa kama amejuta zaidi kusema kwamba babake alikuwa kama anaanza sasa kuwakimbia. Alikuwa anapenda aigeuze kesi ionekane kama ni Randy Jr. pamoja na Sean ndio ambao waliweza kufanya hao mauaji. Yeye mzee achitie pembeni ili asifungwe. Ile ilikuwa inamhuzunisha sana jamaa, japokuwa yanakuambia kwamba ni yeye pia ndio aliweza kumfanya niende kuua, lakini after kuua sasa anapenda tena akimbie kwamba sio yeye, kwa sababu ule baba aliweza kufanya hivi. Randy Senior alikuwa anajua kama mtoto wake wa kwanza Randy Jr. ni kama muhiwai bandi, unaona. So akaenda akampatia madawa, sio kama bangi hivi za kuvuta, vitu kama vile, right? Akampatia mtoto wake akavuta. Sasa Randy Jr. akavuta, akakuwa ameshachanganyikiwa kitu. Akafika akamtuma sasa mtoto wake na kumwambia kuko nyumba ambayo tunapasha twende tukaibe, biko na hela ya kutosha, tutaiba, tukishapata hela tutakuja tunagabulana na wewe utaenda kuuza tena hizi mbangi zako mwingi zenye unapenda, right? So hapo ile jamaa alikuwa shachanganyikiwa shalewa. So yale akafuata yule mzana mwambia, na ndio maana alikuwa na simu, alikuwa anaongea na baba yake wakati yeye anaenda anafanya hiyo tukio zote vile. Ndio wenye gisi jamaa aliweza kuua Joe Morrissey vile. Kisha Randy Jr. kuweza kukubali kusema yeye ndio aliweza kumuua. Judge akakuwa amepata proof zote, wakakuwa wamepata kila kitu yenye kinahitajika ili kuweza kujua ni nani muuaji na kujua ni nani mastermind. So wakatoa jibu la mwisho kusema kwamba muuaji alikuwa ni Randy Jr. na mwenye plani yote mastermind na kila kitu alikuwa ni Randy Senior. So kwa hapo Randy Jr. wakamsentence ama wakamuweka jela kwa miaka 40, 40 years in jail. Yaani na believe mpaka sasa yule jamaa yupo jela. Sababu ilitokea kama 2012, 2012, so ingali kama miaka 14 hivi tangia jamaa ingilie jela, right? So mpaka sasa jamaa yupo jela. Babake yeye sasa, kwa sababu babake alipatikana na kesi 10 tofauti. Kwa hiyo siku ilikuwa kama kesi 10 hivi. Unaona? Kulikuwa kesi ya
ya mauaji yenyewe, kulikuwa kesi ya kidnap, ile ya kidnap, sijui ndasema ni kama kwa kesi nyingi bwana, kwa kesi 10 za kutosha kabisa, unaona. So mzee yeye wakamsentence, yani wakampatia sijui ndasema hiyo sentence kumuua, yani ilikuwa ni kuuliwa, yani kumuua hapo hapo. So huyo mzee hiyo siku akamfunga kabisa, akaenda na akamnyonga na maisha yake keshia pale. Mtoto wake yeye wa kwanza akapigwa jela miaka 40. So mtoto wake wa pili ambaye ni Sean ikabidi akubaliane na hali, amepoteza baba, amekufa, na amepoteza kaka, yupo jela sasa hivi. Ila jamaa alikuwa ana ile huzuni sana kuweza kuregret, kwa sababu jamaa yeye muda wote alikuwa anasema, if you think I'm a snitch and I didn't do the right thing, then you're just as bad as the guy that committed that murder. So sasa mimi sijui wana swali ya kukuuliza wewe, ingelikuwa wewe ndio mwenye ile familia yako mambo yanatokea vile, ambapo siombe vitokee vile, alafu unajikutana wewe ndio ule Sean mtoto wa pili, je, ungeweza kusaliti familia yako kwa kusema ukweli, ama ungeweza kujinyamanzia yako kwa sababu ulikuwa Sean alikuwa usiki, hawangeweza hata kumuita, but jamaa kajileta yeye pekee ili kuweza kusema ukweli? So ingekuwa ni wewe, ungefanya kama Sean ama ungefanya kama Randy Junior, ama ungenyamanza yako kimya visikuhusu, yani unajifanya aibu ya vinyoni miwana sio vya right. Anyway, hapo ndo mwisho wa story yetu. Follow, subscribe, comment. Zingine stories zinakuja ziko nyingi sana, ila muda ndio mchache, ila stories ziko nyingi za kutosha, ambao nitakuwa najikaza kwa wiki na shoot hata 2-3.